Uzuri wa hii simulizi ya Hamza msikilizaji, yani hata kama utanunua MB zako za 500 ama kwa watu wengine MB zako za shilingi 50, shilingi 100 ambao mnatumia free wifi nini, hautoki bure. Yani kwenye hii simulizi ni moja simulizi tamu sana. Nadhani hata kwenye comment na wacheki namna ambavyo mnaenjoy, mnaburudika zaidi. Asanteni sana jamani. Hakuna kitu kinanipa amani na furaha kuona uwepo wako kila dakika nayoposti simulizi msikilizaji. Ninaenjoy vibaya mno. Na nikiwaga na stress, nikupe tu siri, nikiwaga na mawazo, huwa napitiaga tu comment, ninasoma comment, moyo wangu unakuwa na amani sana. Sasa hii ni sehemu ya 26 na tunazidi kusonga mbele msikilizaji, na sehemu ya 25 tulipoishia ni baada ya Hamza. Leo hii tunamjua ni Dr. Hamza. Huyu jamaa huyu. Yaani hakuna kitu ambacho hajui. Hamza hamna jambo ambalo hajui. Sasa ameenda kumuokoa baba yake Eliza, na baba yake Eliza anaonekana yupo kwa mikono ya watu ambao wanaweza kumtoa viungo. Sasa pale amefika na yeye anahitaji kumuona huyo mtoto amfanyie operation. Japo tayari kuna mtu ambaye anajiita profesa ambaye ndio anayetoa hiyo huduma, lakini Hamza amesema naomba nionane na huyo profesa. Then profesa kisha niona tu basi mwenyewe ndio atajua cha kuongea. Kwa hiyo kipi kilichoendelea? Langu jina Lucas Lumbas. Tunasonga mbele, okay? Alafu kitu kingine tunasemaga God be with you till you meet again. Jamani, tumekutana tena, tunasema amina, okay? Ni jambo ambalo si la wote, ni la wachache. Sasa masaa 8 baadaye jina la Hamza lilibadilika moja kwa moja. Kila mtu alikuwa akimuita Dr. Hamza mzee. Eliza hata yeye alishangazwa na uwezo wa Hamza katika wakati wote alioshuhudia akifanya upasuaji na kuelekeza manesi na watu wa ganzi nini cha kufanya. Ukweli ni kwamba Dr. Bridge hakumwamini kabisa Hamza kwenye masuala ya upasuaji na hakutaka kumruhusu Dr. Salaza amwachie Hamza. Hivyo alimwambia Hamza aangalie upasuaji unavyoendelea na atoe ushauri kwa Dr. Salaza ikionekana amekosea. Lakini sasa upande wa Dr. Salaza ambaye aliongea na Hamza kabla ya kuendelea na upasuaji alikasirika sana. Kwani alichokuwa akifanya Hamza, yani alikichukulia kama tusi kwa utaalamu wake aliojijengea kwa muda mrefu. Alikuwa ni daktari bingwa na sio mtoto kama alivyokuwa akionekana Hamza. Lakini Hamza upande wake hakutaka kuonekana mtoto. Aliongea kwa kutoa sababu kwa nini mpango wa upasuaji anaoendelea nao hautofanikiwa. Lakini licha hivyo, daktari huyo alipandisha mabega na kuamua kutumia uwezo wake wote kutaka kumuonyesha Hamza kwamba yeye ni mzoefu na hajabahatisha kupata cheo cha profesa. Lakini masaa 9 mbele hali ya mgonjwa ilibadilika ghafla na moyo uliacha kudunda kiasi cha kuanza kuhangaika kurudisha, yani kurudisha ule kurudishia uhai, yani kwa kutumia electroplate kwa ajili ya kushtua na hata kufanyia massage kwa mkono. Sasa kitendo kile kilimfanya Dr. Salaza kuachia nafasi yake kwa Hamza kwa maagizo kutoka kwa Dr. Bridge. Hamza alikuwa amekwisha kujiandaa muda mrefu tu kuvaa scrub na hata kujisafisha. Hivyo baada ya kuachiwa uwanja alionyesha maajabu ambayo yalimwacha mdomo wazi. Hamza alifanya upasuaji kama vile alikuwa na uzoefu wa miaka 50. Sasa Dr. Salaza bwana, akili yake haikutaka kuamini kwa umri aliokuwa nao Hamza ameweza kusoma masomo ya daktari, kuhitimu na kisha kujijengea uzoefu. Hamza kujali, alikuwa akiangaliwa kwa macho ya mshangao kwa spidi yake ya upasuaji, wala hata kujali Eliza ambaye alikuwa kwenye mshtuko akiwa haamini ni Hamza aliyekuwa akicheza na mikasi ndani ya chumba cha upasuaji. Mchakato ambao ulipaswa kufanyika kwa masaa 7, Hamza aliufanya kwa masaa 3.5 pekee. Yani mpaka anakwenda kumaliza, Profesa Salaza alijikuta akimwangalia Hamza kwa macho yaliyojaa maswali. Hakuwa na mshangao tu, lakini alikuwa na maswali. Ni kama vile kuna kitu ambacho alikuwa akijaribu kukitafuta kutoka kwa Hamza. Sasa profesa alijiozea kwamba hapana, haiwezekani. Uzushi niliwahi kusikia haiwezekani ukawa ni kweli. Huu muonekano unaendana na mwili wake. Haiwezekani akawa na miaka mingi tofauti na muonekano wake. Haiwezekani. Alijiozea Profesa Salaza, huku sasa akimwangalia Hamza kama kiumbe cha ajabu. Yaani msikilizaji, ni kwamba kwa mtu ambaye angeweza kujua mawazo aliyokuwa nayo Dr. Salaza, basi pengine angeonekana amepandwa na ukichaa.
Lakini kwa upande wake, licha upasuaji huo kuisha, hakutaka kukubali kirahisi, na mpango mpya wa kufuatilia kile alichokuwa kiwaza ulianza kuanza dakika hiyo hiyo. Ilikuwa ni ngumu kwa dokta ambaye alikuwa akiaminiwa na nchi nzima ya Italy kushindwa na mtu aliyechanganya rangi kama Hamza, ambaye hana kitu kisichokuwa cha hana kitu kisichokuwa cha kawaida cha kutisha. Hana. Upande wa Hamza hakujua kama kuonyesha ujuzi wake ambao hautabiriki ulikuwa umeibua kitu kingine katika kichwa cha Muital Dr. Antonio Salazar Cirithalin. Basi bwana, asubuhi siku iliyofuata, Eliza na Hamza walianza safari ya kurudi Dar es Salaam. Afistoshe, wote walikuwa na kazi za kufanya kwa siku hiyo, na isingekuwa vizuri kuchelewa. Kuhusu baba yake Eliza, najua utakuwa unajiuliza msikilizaji. Kuhusu baba yake Eliza, aliachwa huru na Dr. Bridge alikubali kufuta deni kutokana na kile Hamza alichofanya. Kwa baba Eliza aliachiwa huru. Hamza alipata nafasi ya kujitambulisha kwa baba yake Eliza. Na mzee huyo mara baada ya kusikia Hamza ndio kasababisha kuachiwa huru, alimshukuru sana. Eliza hatimaye alijihisi kuwa huru kwa mara ya kwanza na amani kumrudia. Ijapokuwa haikuwa vizuri kufurahia matatizo ya binadamu wenzake, lakini bila kupenda taarifa za mzee Gabusha kuwa mgonjwa mahututi aliyekufa ubongo kutokana na kupata ajali zilimpa amani. Saa 3 asubuhi, muda ambao sasa Hamza alikuwa akitoka kwenye treni ya mwendokasi akifikiria kuchukua taksi kumpeleka kwenye kampuni, simu yake iliita, na alivyoangalia aliyekuwa akipiga ni shangazi. Hamza jamani, uko wapi? Ndio kitu cha kwanza alichoweza kusikia Hamza, huku sauti ya shangazi ikionyesha kuwa na utofauti. Nipo nje ya stendi ya treni ya mwendokasi Posta. Nataka nielekee kazini. Nini kimetokea shangazi? Madamu ametutoka jamani. Sauti ya shangazi ilionyesha alikuwa akishindana na majonzi. Hamza alishikwa na mshtuko kwa sekunde kadhaa, licha ya kwamba ni kitu ambacho alitarajia. Hamza akauliza, vipi Regina anafahamu? Shangazi akasema, ndio maana nimekupigia. Nimeshindwa kumpata kwa simu na nyumbani hayupo. Nilijua upo naye. Aliongea shangazi, na kauli ile ilimpa mshtuko Hamza na kujua lazima kuna kitu kilichomtokea Regina. Sasa Hamza alijifikiria kwa sekunde na pale alipata wazo juu ya kitu cha kufanya. Hamza akasema, shangazi usiwe na wasiwasi, ngoja nimtafute Regi. Aliongea Hamza na kauli yake ilifanya shangazi kujua kuna kitu kimetokea. Hamza, huu ni muda wa dharura kwa familia na kampuni ya Dosam. Kwa sababu ya kukaa hospitalini, mimi nimeshindwa kuwa karibu na Regina. Lakini wewe ni mume wake kisheria, hivyo unapaswa kumlinda na kuhakikisha hakuna kibaya kitakachomkuta. Aliongea shangazi huku akionyesha userious wa hali ya juu, kana kwamba alikuwa akimlaumu Hamza kwa kutokuwa makini mpaka Regi hajulikani alipo. Hamza akasema, shangazi usiwe na wasiwasi, nitampata Regina muda si mrefu. Hamza mara baada ya kukata simu alijaribu kupiga namba ofisini kwa Regi, na aliyepokea alikuwa ni Linda. Yes, hello Linda, mkurugenzi upo ofisini? Nitaka nikuuliza na wewe pia kama mkurugenzi upo naye. Hapana, mimi siko naye. Wewe mara mwisho ulimuona saa ngapi? Tuliachana jana baada ya overtime. Kwa nini unauliza? Nini kimempata mkurugenzi? Aliuliza Linda, lakini Hamza hakuwa na muda wa kujibu swali lake na alikata simu pale na kumgeukia Eliza. Eliza, unaweza kutangulia kwenda kazini kwanza? Kuna kilichompata bosi? Sijui nini kinaendelea kwa sasa. Wewe tangulia tu, ngoja mimi nikamtafute. Eliza aliishia kutingisha kichwa kukubaliana na Hamza, maana aliona hakuna muda kupoteza. Hamza alichukua taksi, maana jana gari ilisharudishwa makao makuu ya kampuni. Uelekeo wake ulikuwa ni kituo cha polisi, na akiwa njiani alitoa simu yake na kumpigia Afande Himidu ili kumuunganisha na mtu yoyote anayemwamini polisi ili kupata msaada wa kuangalia matukio ya surveillance camera. Na kazi hiyo ilifanywa haraka sana, na Hamza aliambiwa aelekee kituo cha polisi Posta, atakutana na kamishna Maningi na atamsaidia. Sasa dakika kama 10 tu aliweza kufika eneo ambalo alielekezwa, na mara baada ya kushuka tu aliweza kumuona afande huyo akiwa anamsubiri nje. Alikuwa ni afande yule ambaye alimuoji siku kadhaa zilizopita juu ya Ank. Hamza hakutaka kutumia njia za kawaida kuripoti kupotea kwa Regina. Yeye alichotaka ni kujua alipo ili akamwokoe. Baada ya kukutana na afande huyo,
Alimwelekeza shida yake na afande huyo alikuwa na maelekezo. Hivyo ilikuwa ni rahisi Hamza kupokelewa moja kwa moja kwenye mitambo ya kamera. Moja mafanikio ambayo Rais Elias alifanikisha ndani ya jiji la Dar es Salaam, msikilizaji, ni kutengeneza miundombinu ya kimawasiliano ya kamera ndani ya jiji lote kupitia mawasiliano ya minara. Hamza alikuwa ashafahamika ni mtu mzito tayari kutokana na kufahamiana kwake na mshauri mkuu. Hivyo ombi lake lilishughulikiwa mara moja. Dakika chache tu, wataalamu wa kitengo cha picha za CCTV waliweza kupata video za gari ya Regina ikiingia mtaa wa Egret jana usiku na kutoka tena asubuhi ya saa 1:30. Basi kamishna akasema kwamba hii ndio gari yake asubuhi ya leo alivyotoka. Lakini kitu cha kushangaza, badala ya kufika hapa kituo cha mafuta cha Ovis, alitakiwa kuelekea upande wa daraja la Kigamboni na sio uelekeo wa Kisiwani. Lakini baada ya hapo gari yake haijaonekana tena kama imepotea kwenye kamera. Kuna uwezekano ilisimama njiani. Baada ya kamishna kuongea hivyo, Hamza alishia kuongeza umakini wake kwenye rekodi hizo za matukio. Na alijikuta akitengisha kichwa kana kwamba kuna kitu ambacho alikuwa amepata kuona. Dereva hili gari sio Regina. Unamaanisha hii sio gari ya Regina? Gari ni ya Regina, lakini dereva sio yeye. Hizi rekodi za matukio hazionyeshi nani ni dereva kutokana na vioo vyake kuagiza. Hivyo kitu pekee ambacho tunaweza kutumia kumjua dereva ni ufundi katika kuendesha gari kutoka mwanzo mpaka mwisho. Kwa nini umefikiria hivyo? Aliuliza kamishna, na Hamza alinyoosha kidole katika kamera tofauti zilizokamata matukio. Angalia picha za jana kwanza, namna ambavyo alikuwa akiendesha wakati wa kurudi nyumbani, na kisha fananisha na namna anavyoendesha hapo. Ukiangalia za jana unaona anachukua muda mrefu sana kwenye kukata kona na spidi ya gari inapungua mno. Hiyo ndio staili ya Regina kuendesha gari kwa sababu bado sio dereva mzuri. Ukiangalia za leo unaona kabisa utofauti wa namna anavyokunja kona akiingia barabara kuu. Angalia tena alivyofika Ovis kuingia barabara ya Mwalimu Nyerere. Spidi yake aliyotumia tofauti kabisa. Uendeshaji huu sio staili ya Regina, na inaonekana kabisa dereva ni mtaalamu ambaye ana uwezo wa juu kwenye kuendesha gari. Kama hisia zangu zipo sahihi, huyu dereva ndio atakuwa mtekaji. Aliongea Hamza kwa kirefu, na maneno yake yaliwafanya polisi kushangaa, kwani ilikuwa ni sahihi kabisa. Sasa kamishna akasema kwamba Hamza, kwa hiyo unachomaanisha mkurugenzi Regina ametekwa leo asubuhi wakati akielekea kazini? Hamza alitingisha kichwa kukubali. Na wale husika ni wataalamu wa hali ya juu sana. Wameamua tu kutumia gari yake ili kutuchanganya katika uchunguzi, tusijue ni muda gani ametekwa. Na mlolongo wa uchunguzi uchukue muda mrefu sana mpaka kufikia. Lakini kitu ambacho hawajaweza kujua ni kwamba kila binadamu anafikiria tofauti, na kusahau kwamba kuendesha gari ni kama kutembea kwa mguu. Kila mtu tembea yake inazoeleka kwa staili yake. Polisi waliokuwa kimsikiliza, waliishia kutingisha vichwa vyao tu kuyakubali maelezo ya Hamza. Wakasema, hii mwamba imeongea pointi. Alionekana fundi kwenye kutoa uchanganuzi wa tukio zima. Sasa kamishna akasema upo vizuri sana kwenye kuchanganua matukio ya kiuhalifu, lakini hapa swali bado linabakia, ni wapi wamempeleka? Wewe angalia kwa kurudisha muda nyuma kidogo ili tujue magari yote yaliyopita nje ya nyumba yetu, aliongea Hamza. Na mtaalamu wa kamera haraka alichezesha, na ndani ya sekunde kadhaa alianza kuhesabu magari. Uzuri ni kwamba mtaa huo ulikuwa ukijitegemea, hivyo hakukuwa na magari mengi. Sasa Hamza akasema, hebu angalia plate number ya hilo gari la mikate hilo. Aliongea Hamza, na gari hiyo ilifanywa kwa sekunde tu, lakini plate number ile ilikuwa ni ya kufoji. Hamza akasema, jaribu kuiskani na mfumo wa artificial intelligence tuone ni wapi na wapi gari hiyo imepita. Aliongea Hamza, na ndani ya sekunde chache tu ilionekana ikisimama eneo la Kibada. Afande mmoja akasema kwamba hiyo sehemu kuna garage maarufu kama Kibada Bay Garage, na pia kuna karakana ya kampuni ambayo inanunua magari chakavu. Ni eneo ambalo pembeni yake kuna magodauni mengi sana chakavu. Kuna uwezekano atakuwa amefungiwa hapo. Aliongea afande mmoja, na Hamza alitingisha kichwa kubali uwezekano huo. Hamza akasema kwamba, afande, asante sana kwa msaada wako. Kuanzia hapa mimi nitashirikiana mwenyewe. Kama kuna mabadiliko nitaomba msaada.
Akaambiwa, Mr. Hamza, nadhani ni vizuri ukiacha polisi tuifanyie kazi yetu. Aliongea Kamishna Maningi tena kwa heshima tu. Hamza akasema hakuna haja. Wanachokitaka hawa ni hela. Kama shida ilikuwa ni kumuua, haikuwa na haja ya kwenda mbali na kuanza kumteka. Wametuchanganya tu kwa kutumia hila kwa ajili ya kuvuta muda ili wapate muda mwingi wa kufanya maongezi, na kwa tabia Regina lazima watakuwa wamejua anaweza akawasumbua kwa muda mrefu. Mimi na uhakika nitampata akiwa salama. Pia inaweza kuwa hatari kama polisi wakivamia hili eneo. Aliongea Hamza kwa msisitizo, na kamishna kwa sababu alishuhudia uwezo wake hakuweza kupinga na alimpa ruhusa afanye inavyowezekana, lakini aliomba baada ya Regina kupatikana wao watachukua jukumu lao la kuwakamata watekaji. Sasa Hamza yeye hakubisha. Alijua kutekwa kwa Regina lazima kutakuwa kuna husiana na hisa alizopewa na bibi yake. Afistoshe bibi yake amekwisha kufariki tayari, msikilizaji. Naomba ufahamu hilo maskini. Basi tu, yani kakijua sijitakuaje. Hamza alijua licha Regina atateseka kwa muda, lakini hatakuwa katika hatari, kwani kama wakimjeruhi hatapata kile wanachokitaka. Hivyo aliona muda wa kumwahi anao. Hamza baada ya kuchukua taksi ndani ya dakika chache tu aliweza kufika eneo la kibanda. Muda ambao alitoka kwenye gari, hisia za kufuatiliwa zilimpata pale pale. Utashi wake wa kuzuia kufuatiliwa ulikuwa umebadilika mno kutoka miaka kadhaa iliyopita. Hamza alijiambia enzi zake za nyuma alikuwa ni mtaalamu mno na hakuna mtu akuweza kumnasa kwenye rada akitaka kufika ndani ya eneo kwa siri. Lakini hata hivyo hakujali. Katika chumba ambacho kina mwanga hafifu, Regi alikuwa amekalishwa kwenye kiti huku akiwa amefungwa mikono na miguu ili isiwe rahisi kutoroka. Sasa muda huo mwanamke mwenye macho makavu alionekana kumkodolea macho kwa ukauzo mkubwa sana. Akamwambia kwamba usiku umepita lakini hutaki kula Una kiburi sana we mtoto Sasa ngoja nikwambie tu, huna muda wa kunisubirisha zaidi. Masaa niliyokupatia yamekwisha isha. Regi akasema kwamba Lamla, najua tokea mwanzo hujawahi kunipenda, lakini mimi sijawahi kudhania unaweza kufanya kitendo cha kishenzi namna hii. Aliongea Regina huku sauti yake ikionyesha alikuwa kwenye maumivu. Sasa jana usiku wakati akirudi kutoka kazini, alipokea simu kutoka kwa Lamla akimtaka afungue mlango, na ndio muda aliotekwa. Vinginevyo kwa mfumo wa ving'ora vya ulinzi wa jumba lake wasingefanikiwa kumteka kirahisi. Alijua licha Lamla kutaka kupigania urithi wa mtoto wake. Yani hivi Lamla mnamjua, mnamkumbuka kwanza? Ni mama yake nani? Ni mama yake wa kambo. Kwa hiyo kama mmesahau jamani, naombeni sana kwenye hilo. Na usikasirike ninapokuwa nakumbusha. Kuna watu jamani wanasahau. Kwa hiyo wale ambao mnamkumbuka Lamla sawa, ila mniwe radhi ninapokuwa nakumbusha matukio kwa sababu kuna watu wanasahau. Hii simulizi bila umakini tunakuacha. Kwa hiyo alijua licha Lamla kutaka kupigania urithi wa mtoto wake Frankie, lakini hakuamini Lamla alikuwa akishirikiana na familia ya James. Sasa Lamla akasema eti ushenzi. Mwisho wa siku tu utajua nani ni mshenzi kati yangu na wewe mpumbavu sana. Mama yako alikuwa kijakazi wa familia yangu, lakini akajilengesha kwa mume wangu na kupata ujauzito. Wewe ni mtoto wa kishenzi sana uliyetokana na tabia za kishenzi za mama yako, alafu unataka kurithi kampuni ya Dosam. Hao vikongwe unaowaita bibi na babu wote ni vichaa. Hivyo nakwambia mtoto kama wewe, tena wa nje ya ndoa, huwezi kuchukua urithi wa mwanangu, huwezi. Nadhani unaongea ujinga tu. Mama alikuwa akifahamiana na baba kabla yako. Kama sio kuyumba kwa biashara za familia yenu, usingekuja kuwa na ukaribu na baba yangu. Unadhani mimi sijui kwa kipindi chote una mahusiano asili na mzee Benjamin? Na babake akukupenda kutokana na tabia zako, ndio maana ukaangukia kwenye mikono ya baba. Aliongea Regina kwa hasira. Kauli ile ilimfanya uso wa kujichubua wa Lamla kuanza kuota mapunye. Akasema wewe mtoto ni mpumbavu sana. Hivi unatoa wapi ujasiri wa kuongea ujinga mbele yangu? Sasa ngoja uone leo kama sito. Kabla hajamalizia sentence yake, mlango wa chumba hicho ulifunguliwa kwa nje na alionekana mzee Benjamin na James wakiingia kwa haraka. Mzee Benjamin akasema Lamla, tunapaswa kuhamia eneo lingine. Na aliongea akionyesha wasiwasi. Lamla akasema nini kimetokea? Akajibiwa Hamza ashajua tupo hapa na amefika tayari. Lamla akasema nini? Ina maana mzee Tui ametudanganya kulizindika ile eneo na uchawi? Kama sio hivyo sasa imekwaje Hamza ameweza kutupata haraka sana? Aliongea Lamla huku akionyesha hasira ya wazi.
Reji mara baada ya kusikia habari hizo, uso wake ulianza kushikwa na ishara ya furaha na alishia kung'ata lipsi zake akiwa na muonekano usioelezeka. Juzi tokea achane na Hamza kwenye kampuni, alikuwa na hasira naye mno kwa kumsingizia kitu ambacho hajafanya na kumfikiria zaidi Eliza kuliko yeye. Reji aliona wivu kudadeka, akasema huyo mpumbavu, kwa hiyo anamwaza sana Eliza kuliko mimi Msikilizaji, Reji anampenda Hamza, sema basi tu, kana kiburi yake katoto. Lakini kwa muda huo, mara baada ya kujua Hamza amekuja kumuokoa, ila hasira yake yote iliyeyuka mara moja. Lakini hata hivyo Reji alijua adui aliyemteka awamu hiyo sio wa kawaida, maana alikuwa akitumia nguvu za kichawi na kuna uwezekano Hamza akaweza hata kujiingiza kwenye mtego. Nafsi zinazotangatanga ndio jina lao. Kwa Kiingereza, msikilizaji, unaweza kuwaita wandering soul. Ndio watu waliohusika kumteka Regina na mzee Benjamin na hawala wake Lamla. Walitumia nguvu kubwa kufanya mawasiliano, maana shirika hili lilikuwa la siri mno lililojichimbia maeneo ya Mtwara. Waliamini kwa kutumia watu ambao wanatumia nguvu za giza kuficha uelekeo wa eneo, ingekuwa rahisi kutimiza azima yao kupata kile wanachokihitaji kutoka kwa Regina. Unajua msikilizaji, tokea binadamu aanze kujua siri iliyokuwa juu ya nishati za mbingu na ardhi, maeneo mengi ya mipaka ya nchi yalikumbwa na aina nyingi ya nguvu za giza. Hii ndio maana nchi nyingi zilifungua vitengo vya usalama vya jeshi kwa ajili ya kupambana na hizi nguvu za giza hizi. Kutokana na ugumu wa kuvuna nishati za mbingu na ardhi kwa njia ya kawaida kwa binadamu na kufikia mafanikio, wengi walitumia kanuni hizo ili kuufanya uchawi wa kawaida kuwa na nguvu maradufu. Watu wengi walichukulia hilo kama fursa na kutengeneza mbinu mbadala. Moja shirika ambalo lilikuwa linafundisha mbinu mbadala ya muunganiko wa nguvu za giza na nishati za kuamsha pepo la ndani ni huu umoja wa nafsi zinazotangatanga. Kundi hili, kitengo cha Malibu, kimetumia nguvu kubwa mno ya rasilimali kwa ajili ya kukiangamiza, lakini walishindwa kutokana na hila nyingi ambazo zilitumika, ikiwemo matumizi makubwa ya mbinu yao ya Magic of Illusion, mbinu ambayo unaweza kufika eneo na kuhisi halina watu, lakini watu wapo na wanakuangalia tu wewe, ila wewe ndio huwaoni. Kiongozi wa kundi hilo alifahamika kwa jina la Twila Nazi. Alifahamika hivyo kwa jina la kawaida, lakini akiwa ndani ya umoja huo anajiita Mpweke au The Loner. Inaaminika kwamba The Loner alikuwa ni mwanajeshi wa kitengo cha wachawi kabla kitengo hicho hakijapewa jina lingine la sasa ambalo ni la Malibu. Sasa baada ya kusingiziwa kuwa msaliti jeshini na kufukuzwa, ndio alianzisha kundi hili ambalo lilijiita nafsi zinazotangatanga. Madhumuni yake ilikuwa ni kwa ajili ya kulipiza kisasi kwa watu ambao walimsingizia, ili hali hakuwahi kuwa na kosa, bali alifanywa kuonekana msaliti na moja ya marafiki zake. Serikali ilikuwa ikipambana sana na hili kundi kutokana na matukio ya wanajeshi wengi kukumbwa na ukichaa na wengine kufa vifo ambavyo havikuelezeka kwa lugha ya kibinadamu, na hapo sasa ndio maarufu wa kundi hili uliibuka. Sasa Lamla akajibiwa kwamba madam, ijapokuwa tumelizindika hili eneo kwa mbinu yetu ya mazingara, haimaanishi kwamba tupo na kinga zidi ya mtaalamu mwenye mafunzo aina yetu. Kama ulikuwa ukimuona Hamza kama mtu mdhaifu, kwa nini umetumia kiasi kikubwa cha pesa kwa ajili ya kutukodi na kuachana na kundi la nyoka mwenye masikio? Jamaa huyo akajibiwa kwamba tunajaribu kwa makini, tumebetia kiasi chetu chote cha hela kwa ajili ya kukamilisha hii kazi. Hatuwezi kufanya makosa. Kama mpango ukifeli, bilioni 20 ambazo unatudai hutaweza kuzipata. Msikilizaji, kilikuwa ni kiasi kikubwa mno cha pesa ambacho familia mzee Benjamin walikuwa wameahidi kwa ajili ya kukamilisha kazi ya kumteka Regina ili aachie umiliki wa kampuni. Kampuni ya Zena, msikilizaji, kwa kipindi kirefu unajua ilikuwa ikipitia sana changamoto ya mzunguko wa hela na mtaji wao kuwa mdogo. Sasa kitendo cha Reji kuwaingiza kwenye mtego na kununua kampuni ya Omega kwa kiasi kikubwa cha pesa, ili hali kampuni hiyo haikuwa na product za kueleweka, ilifanya kampuni yao kuzidi kuyumba kiuchumi. Namna pekee ya kuokoa kampuni hiyo ni kuiunganisha na kampuni ya Dosam.
Hivyo, kutokana na uzito sasa wa matamanio yao, walimwahidi Thelona watampatia kiasi cha bilioni 20 kama tu atafanikiwa kumteka mrembo Reggie na kuhakikisha Hamza hana madhara. Sasa wakajibiwa kwamba bilioni 20 ni hela ambazo sijawahi kudhani naweza kuahidiwa na siwezi kuona zinapotea mbele ya macho yangu. Ndoto yangu kubwa ni kupandisha hadhi kundi langu na kuingia katika nafasi ya daraja A kama kundi linaloongoza kwa matumizi ya nguvu ya giza na kulipita kundi kubwa la Takamagara. Ninachomaanisha hapa mimi, hatupambanii tu kiasi cha hela, ila tunaipambania heshima yetu kwenye ulimwengu wa mamluki. Hivyo hatuwezi kufeli kwenye hili. Baada ya jamaa kuongea hivyo, Lamla akasema, sijali mnachopanga ni nini. Ninachotaka kujua ni kwa namna gani mtadili na Hamza. Sasa Mzee Benjamin akashauri ya kwamba Mzee Tuinazi, hivi unaonaje tukibadilisha kwanza eneo wakati huu ambao Hamza hajatuona na kisha tujipange upya? Nadhani itakuwa ni vizuri kuliko kubatisha hapa. Jamaa akajibu, haina hata haja. Haina haja yani. Tokea mpango wangu ufanyike ni kugeuza hili eneo kama kaburi la Hamza. Kujileta kwake ni kujirahisishia kifo na kutupunguzia sisi usumbufu. Kwa hiyo haina haja. James akauliza, hapo vizuri. Kwa hiyo sasa Mzee Tui, wewe mwenyewe ndio utamuua Hamza? Baada ya James kuuliza hivyo, Mzee Tui akasema, sababu ya sisi kuitwa Wandering Soul ni kwa sababu tunakuja na kupotea bila kuacha ushahidi. Hatujawahi kukumbana na tukio la kuua mtu na tukashindwa. Kulingana na makisio yangu, Hamza lazima atakuwa ni mvuna nishati aliyefikia level ya mzunguko kamili, na mtu wa namna hii kumuua kuna gharama kubwa. Hivyo kama unataka kufanikiwa, tumia akili na sio nguvu. James akajibu, kwa hiyo kama ni hivyo, mpango wako unataka kumuua kwa namna gani, au umekodi mdunguaji? Jamaa akajibu ya kwamba mdunguaji anaweza kuwa na faida kudili na mtu ambaye yupo level ya nusu mzunguko, lakini sio ambaye ameingia kwenye mzunguko kamili ambaye anaweza kuinusa hatari hata kilomita 10 mbali. Kwa hiyo msiwaze sana kuhusu namna ya kumuua, msiwaze sana. Watu wangu wamejipanga vizuri kumaliza kazi. Jamaa aliongea kwa kujiamini. Amesahau amemkamata mrembo wa mwamba mwenyewe. Sasa upande wa Hamza, muda huo alikuwa akiingia ndani ya mtaa huo. Kwa sababu hakuwa tayari amejua eneo husika, ilibidi kwanza aanze kutafuta katika mzingo wa duara mdogo, huku akitumia hisia kunasa miondoko ambayo sio ya kawaida. Sasa baada ya kutembea kwa dakika kadhaa, hatimaye nywele zake zilisimama mara baada ya kupata harufu ya damu. Hamza alishia kukunja sura tu, huku akipita kwenye viambaza vya nyumba kadhaa zilizokuwa zikipatikana ndani ya eneo hilo kuelekea mwisho kwenye jengo kubwa la ghorofa ambalo lilionekana ujenzi wake ni kama haujamalizika hivi na kufanya sasa lionekane kuchakaa. Hamza mara baada ya kusogelea eneo hilo na kujaribu kutumia nguvu zake za ziada kutafuta uwepo wa watu, lakini ajabu hakuweza kusi chochote. Licha hivyo hakutaka kukata tamaa, hivyo aliendelea kulisogelea hilo jumba. Hamza mara baada ya kusogelea eneo hilo, kwa sababu alifikia eneo la nje ambalo lilikuwa limezungushiwa na mabati, aliweza kuona nyayo nyingi za watu. Haikueleweka ni nyayo za mwanamke ama za mwanaume, lakini pia kulikuwa kuna viashiria vya matone ya damu ambayo ni kama anaanza kufifia. Hamza alisukuma mlango na kuingia ndani kabisa katika floor ya kwanza. Yaani ilikuwa ni kama hisia zake zilivyomwambia eneo hilo, licha ya kuwa na makolokolo mengi ya vifaa vya ujenzi ambavyo vimeshapata kutu na kokoto, lakini kulikuwa na harufu nzito ya damu. Kitendo cha kutaka kupiga hatua kuziendelea ngazi ili aende ghorofa ya pili, alijikuta akishangaa mara baada ya macho yake kukutana na kamera. Lakini kilichotokea ndani ya sekunde hiyo, Hamza alikuwa amechelewa tayari, kwani ilitokea milipuko 4 kutoka pande zote. Ulikuwa ni mlipuko mkubwa mno kiasi kwamba mpaka watu waliokuwa kilomita 4 wailala chini kwa hofu. Kilomita 1 nadhani unaijua Sasa kilomita 4 watu walilala chini kwa hofu. Na baada ya kurejea na akili zao, walijikuta sasa wakishuhudia moto mkubwa ukitokea kwenye jengo ambalo ujenzi wake ulitelekezwa kwa muda mrefu. Dakika chache mbele, James na genge lake walikuwa akichekelea tu kwa furaha. Mzee Tuinazi na genge lake la watu 4 walionekana wakiwa wamemshikilia Regina upande mwingine wa shamba.
Regina uso wake ulikuwa umepauka kama karatasi. Macho yake yalikuwa kodo kutokana na kutokuamini kile kilichotokea. Aliamini kabisa Hamza alikuwa amezikwa pale pale na kifusi cha jengo lile. James akasema, "We mtoto wa kahaba, unaona sasa kilichotokea? Nilishamwambia kumchukua mwanamke ninayempenda kutaishia kumsababishia matatizo." Aliongea James huku akiwa ni kama sasa amini Hamza alikuwa ameuliwa na mlipuko ule. Tokea mpango wao uanze, alikuwa amefikiria kwa kina. Baada ya Regina kutoa umiliki wa kampuni, atamchukua na kwenda kumtumia kwa ajili ya kupunguza hasira za kumhangaikia kwa muda mrefu. Regina alijikuta akilia kama mtoto bila ya kuongea neno lolote. Macho yake yalidhihirisha kila kinachoendelea kwenye moyo wake na alitingisha kichwa huku akitetemeka. Sasa mzee Benjamin akasema ya kwamba sijawahi kuanza mzee Tui atamlipua huyo Hamza katili namna hii. Hivi kwa nini hatujafikiria hili? Yaani hatujawahi kufikiria hii mbinu mapema sana. Aliongea mzee Benjamin, akajibiwa kwamba amekuisha. Shauku haikumuua tu paka, lakini pia imemuua mtaalamu. Baada ya kuongea hivyo, akaambiwa mzee Tui, kuanzia sasa usiwe na wasiwasi kabisa kuhusu pesa. Cha kwanza tubadilishe eneo kabla ya polisi na jeshi halijafika hapa na tukajulikana. Akasema niwape tahadhari tu, mtimize makubaliano yetu na msije mkaingie kwenye kina cha nafsi zetu. Aliongea mzee Tui huku sasa akiwa na tabasamu la kejeli na kitendo kile kiliwaogopesha. Mzee Benjamin akasema usiwe na wasiwasi kabisa. Tunachopaswa ni kumaliza tu Regina na baada ya hapo tutakamilisha nusu ya malipo yaliyobaki. Aliongea hivyo mzee Benjamin. Dakika moja mbele, gari aina ya Toyota Corolla rangi nyeupe iliwapigia honi. Kama kawaida mzee Tui alifanya mazingara ili watu wasiwaone na kisha walimuingiza Regina na wao wenyewe kuingia. Kitendo cha dereva kukanyaga pedeli kwa ajili ya kuondoka. Pale mlango wa bonnet ulifyatuka huku moshi mwingi ukitokea. Haikuwa hivyo tu, na tairi zote pia zilisinyaa na kufanya waliopo ndani kutingishika na Lamla kutoa yowe. Akasema jamani, nini kinaendelea jamani? James ndo aliyekuwa wa kwanza kumaka. Lakini mzee Tui kwa haraka alitoka nje na kuangalia matairi ya nyuma ya gari pamoja na mbele, na pale alianza kuhisi kuna kitu ambacho hakipo sawa. Mzee Tui aliona kabisa kuna kitu ambacho hakipo sawa kabisa, kwa sababu aliagiza vijana wake walete gari ambayo haijatumika ndani ya ardhi ya Tanzania. Sasa kitendo cha gari kuonekana kuharibika pasipo chanzo, alijikuta akishangaa. Akasema nyie, hivi mliangalia hili gari kabla ya kulichukua ama? Akajibiwa bosi, haiwezekani bwana. Hii gari tumeitoa karakana kabisa na hata namba tumebandika wenyewe. Aliongea dereva akitingisha kichwa, na pale akili yake ilimwambia au ni Hamza, ila bado hakutaka kuamini. Sasa baada ya kupata wazo hilo, kwa haraka alikimbilia nyuma ya gari kuangalia, na alijikuta akishtuka mara baada ya kukuta vijana wake wawili ambao hakuingia nao ndani ya gari wakiwa wamedondoka chini, huku eneo la vichwani mwao kukiwa na alama ya kupigwa na mawe kiasi cha kuvuja damu. Alijikuta akianza kupaniki na kugeuka kutafuta nani kafanya tukio hilo, maana vijana wake ni kama walishambuliwa na bunduki. Sauti ilisikika ikisema, mkuu, unanitafuta? Sauti ilisikika hivyo nyuma yake, na alijikuta akishtuka mno, maana upande sauti ilikotokea alikuwa ameshakagua tayari. Sasa mzee akasema, wewe umekwaje? Ina maana hujafa? Aliuliza mzee Tui kana kwamba alikuwa akiangaliana na mzimu wa Hamza. Hamza alikuwa na vumbi kama vile ni kichaa. Muonekano wake haukuwa mzuri hata kidogo, na mavazi aliyokuwa amevaa yalichanika baadhi ya sehemu, lakini hakuonekana kuwa na alama ya kuvuja damu ama kuungua. Sasa muda huo Regi ambaye alikuwa ashatolewa kwenye gari na James alijikuta kibung'aa kana kwamba alichokuwa akiona ni udanganyifu wa macho. Alimshuhudia Hamza kwa macho yake kupitia kamera mpaka sekunde ya mwisho jengo lilipolipuka. Lakini dakika hii yupo mbele yake akiwa yani mwamba. Kwa ufupi tu, yani Regi hakujua nini kilitokea. Lamla, James na mzee Benjamin ulimwangalia Hamza kwa hofu, yani kama ameona mzimu vile. Alafu Hamza mwenyewe hata kujali mshanga wao. Kitendo cha kumsogelea Regi, James alimwachia na kurudi nyuma kwa hofu na kumfanya Hamza tabasamu. Fauja kumiza sana, Hebu ngoja nikufungulie kwanza. Aliongea Hamza
na kwa wepesi sana. Mara baada ya kushika kamba zilizomfunga Reggie, alizifungua kwa kuzikata na mikono. Regina alijikuta akivuta pumzi nyingi kana kwamba anajaribu kujirudisha, yani maana ni kama alikuwa ameona kama nini, kama marehemu hivi aneta. Ni kama sasa ni anajirudishia uhai, na kisha alimshika Hamza mkono huko akitetemeka. Akasema, Hamza, hujakufa kweli au unakuwa ndotoni? Aliongea Regina, na kauli ile ilimfanya Hamza kufurahi kuona karembo hako kalikuwa na wasiwasi juu yake bwana. Hamza akasema, kwa hiyo hata kwa kunigusa bado hujaamini tu mama? Haya, sikiliza basi mapigo yangu ya moyo. Aliongea Hamza huku akichukua mkono wa Regina na kuweka kwenye kifua chake karibu na eneo la moyo, na Reggie alijikuta akipatwa na aweni kubwa sana. Reggie akasema, niliona kabisa ukilipuka. Hamza akasema, usio na wasiwasi mama, nilifanya vile makusudi kali. Nilikuwa nishajua nimewekewa mtego, hivyo nilijiandaa namna kujiokoa. Aliongea Hamza huku akimkonyeza Regina. Msikilizaji, kweli ni kwamba Hamza hata hakuwa amejiandaa kukwepa mtego. No, yeye aliamini katika uwezo wake pekee na kujiambia kama ni mtego kwa spidi yake basi anaweza kujiokoa. Hivyo mara baada ya kutokea ule mlipuko, aliweza kuruka kwa spidi kubwa na kwenda kutoa pembeni, na kilichomfikia pekee ni vumbi na vipande vya zege na mbao. Kwa hiyo Reggie akauliza kwamba, kwa hiyo ulijua? Ndio, nilijua. Mtego wao ulikuwa unaonekana sana. Kwa wataalamu wa kuteka nyara kama hawa, isingekuwa rahisi kuacha viashiria vya uelekeo wao. Wamekuteka jana usiku, lakini nimekuja maeneo haya nimekuta damu wameisambaza. Hata kama ni kweli ni damu ambayo hawakuacha makusudi eneo lile lina mchanga pia, na kutokea jana mpaka sasa hivi viashiria vingekuwa vishapotea. Hivyo niliona kabisa wanajaribu kunivutia sehemu ili waniue, aidha kwa bomu au gesi ya sumu, maana ndio njia nyepesi kwao. Kwa hiyo nimeamua kujifanyisha kufa kwa sekunde kadhaa ili tu wapoteze umakini na uwe rahisi kukuokoa bila ya kupata shida. Hamza alielezea kana kwamba kilichomtokea ni tukio la kawaida sana. Yaani kiufupi hakuwa na wasiwasi. Ni kama anamsimulia tu mtu, yani namna alivyoteleza kwenye tope akadondoka tu kidogo basi akanyanyuka. Ilikuwa ni kweli kwa mtu mwingine wa kawaida hilo tukio linaweza kuwa kubwa maisha yake yote, lakini yeye alishapitia kwenye hali za hatari mara 10 zaidi ya hilo. Sasa mzee tu akasema, huyu kweli ni mwiba. Hamza, ni kama nilivyosikia sifa zako. Hakika una bahati. Aliongea mzee Tui baada ya kusikia maelezo yake. Maisha yangu hayajawahi kuwa ya kawaida, lakini kwa upande wenu sina uhakika kama mtaendelea kuishi kwa muda mrefu. Aliongea Hamza huku kwa macho au kauzo akimwangalia mzee Benjamin, James na Lamla. Kitendo chenu cha kushiriki katika hili, hata ile bahati kidogo mliobarikiwa mnakwenda kuipoteza. Aliongea Hamza huku akimkazia macho Lamla. Kumbuka Lamla ni mama wa Regina, yani ni mama wa kambo sasa wa Reggie. Upande wa mwanamke huyo alijikuta akiwa na hofu mno na alienda kujificha nyuma ya hawala wake. Regina akasema, Lamla ndio mhusika mkuu. Aliniwekea mtego kwa kunipigia simu nifungue mlango, ndio maana ikawa rahisi kwa kuniteka. Aliongea Reggie akimnyoshia mkono Lamla kana kwamba anamsemea kwa mwamba Hamza. Hamza akasema, kama ni hivyo, unaonaje nikimuua hapa? Aliongea Hamza, maana hakutaka kuchukua maamuzi, kwani kwa nje bado alikuwa ni mama wa kambo kwa nani? Kwa Reggie. Sasa Reggie alishtuka sana akasema, wewe unamaanisha nini? Nini unataka kuua na sio sheria kuchukua mkondo wake? Aliongea Reggie huku sauti yake ikikataa kabisa ambacho Hamza anataka kufanya. Baby, unadhani nisipoua muda huu watakuacha wewe na amani? Aliongea Hamza, na Regina alijikuta kikosa neno la kuongea. Ukweli hakutaka Hamza kuua mtu yoyote, na hata alivyosikia kwamba Reggie alivyosikia kwamba Hamza aliua alichukia sana. Lakini muda huu alikuwa kwenye dilema. Alijifikiria pia kama kweli wasipokufa si watamsumbua tu. Alifikiria pia kama atajaribu kutumia njia za kisheria, si watatoka tu. Watatoka tu polisi, maana alikuwa akijua kuna watu wazito nyuma yao. Utampeleka mtu mahakamani au utampeleka wapi? Jela, kesho namuona mtaani. Kwa hiyo mwisho wa dakika alijikuta kikoso cha kuamua. Reggie akasema, bwana wewe amua tu unachotaka. Aliongea Reggie kwa sauti hafifu. Hamza alijua maneno hayo yalikuwa na maana gani kutoka kwa Regina. Lakini aliona angalau Regina anajua kumwacha Lamla kuendelea kuwa hai ni tatizo ambalo
litachipukia muda wowote. Sasa baada ya mzee Benjamin kusikia kauli ya Regina, wasiwasi ulimvaa pale pale na alimgeukia mzee Tui pamoja na watu wake. Akasema, mzee Tui, umesema wewe ni mwanajeshi wa jeshi la watu 1000. Fanya basi haraka basi muue kabla hajamfikia Lamla. Mzee Tui akasema, wewe usiwe na haraka. Moja mbinu yetu kama nafsi zinazotangatanga, hatujawahi kuwa na mpango mmoja. Aliongea mzee Tui. Na muda ule ni kama sasa Lamla sasa ni kama tabasamu lilimvaa. Alishtuka na kwanza kucheka. Akasema, upo sahihi. Wilson baba yako yupo kwenye mikono yetu. Hamza, kama unataka amuone baba yake anaendelea kuishi, unatakiwa unisikilize kila tunachokuambia kwa utii. Aliongea na Reggie. Mara baada ya kusikia hivyo alishtuka. Akasema, what? Mlimteka na baba yangu pia? Hata kama sijawahi kuwa mtoto wako, yule ni mume wako wa ndoa. Lamla akasema, nani mume wangu? Nani mume wangu? Nyo, yule ni furushi tu la takataka kwangu. Aliongea na muda ule alimsogelea mzee Benjamin na kujiinamiza. Akasema, kama unataka baba yako kuendelea kuishi, saini mkataba wa makubaliano ya kuhamisha hisa zako zote za kampuni ili ziweze kuja kwangu. Reggie akasema, wewe? Reggie alijikuta akisaga meno kwa hasira. Reggie akasema, niambie baba yangu yuko wapi? Najuaje kama yupo salama? Msikilizaji, ijapokuwa uhusiano wake na baba yake haukuwahi kuwa mzuri sana, lakini alikuwa ni baba yake mzazi. Hivyo isingekuwa rahisi kwa Regina kuona baba yake anakufa. Muda huo waliweza kusikia miungurumo ya gari ikisogelea eneo hilo. Hasa mzee Tui akasema, kama unataka kumuona baba yako hakuna shida, ila tunapaswa kwanza kuondoka ndani ya hili eneo. Hamza, unaonaje tukihama kwanza hapa? Aliongea mzee Tui. Hamza alijikuta akifikiria. Ukweli hakuanza kama kundi hilo lingeenda mbali na kumkamata na babake Regina kwa wakati mmoja. Ilionekana walichukua kila tahadhari ya kujiokoa kama mambo yakienda ndivyo sivyo. Tunaelekea wapi sasa? Kama mnataka tuende wote tutapanda gari tofauti. Aliongea hivyo Hamza. Ukweli isingekuwa tatizo kupanda nao kwenye gari moja, lakini kwa sababu alikuwa akimzingatia na Regina kwa wakati huo, aliona ngoja achukue uamuzi huo. Akaambiwa, naona unajaribu kuwa makini, lakini usiwe na wasiwasi. Sehemu tunayoenda ni karibu mno. Tukutane chumba namba 230 floor 20 ndani ya Deluxe Hotel. Sasa baada ya kuongea hivyo, alitoa kadi ya chumba mfukoni na kisha alimrushia Hamza. Hamza akasema, hakuna shida mkuu, tutaonana basi. Aliongea Hamza kivivu sasa kipokea kadi. Dakika hiyo mzee Tui na watu wake waliingia kwenye gari ndogo ya abiria na kisha walitoweka ndani ya eneo hilo. Reggie akauliza, kwa nini una uwezo mkubwa sana? Ushawahi kuwa mwanajeshi? Sio lazima kuwa mwanajeshi ili uwe na uwezo. Nimejifunza namna ya kuishi katika aina zote za changamoto. Aliongea Hamza huku akiwa na tabasamu. Lakini upande wa Regina hakumwamini kirahisi. Aliona sio kawaida kwa mtu kama huyo kuwa na uwezo kama huo. Alijiambia Hamza anamficha vitu vingi sana. Alafu Hamza mwenyewe hakujali kuridhika ama kutokuridhika kwa Regina. Muda huo alifikiria namna ya kumsaidia baba yake, na bila kuchelewa alitoa simu na kupiga namba ya Afande Himidu ambaye alipokea haraka sana kana kwamba alikuwa akisubiria. Na swali la kwanza kutoka kwa afande huyo ilikuwa ni kumuuliza kama amefanikiwa kumpata mke wake, na Hamza alimwambia alimpata. Afande, wewe ndio mshauri na mtaalamu wa mbinu jeshini, lakini mmeshindwa kujua kundi la Wandering Soul limeingia Dar es Salaam na kumteka mke wangu? Aliongea Hamza, lakini akitumia lugha ambayo haikueleweka ili kumfanya Regina asijue. Bosi, unamaanisha hawa wachawi wapo da? Vijana watakuwa wamefanya makosa makubwa kutokana na akili zao kuwekeza mipakani. Najua una teknolojia kubwa sana ya kuweza kuwapata ndani ya muda mfupi. Wameondoka nilipo na gari aina ya Hiace yenye namba T385 BNG. Najua namba feki, ila unajua cha kufanya. Sawa, usio na wasiwasi bosi. Tulikuwa tukiwafuatilia kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo awamu hii lazima tulizime hili kundi. Okay, kuhusu hiyo kazi nitawasaidia. Wewe tafuta uelekeo wao, mkiupata wewe niambie tu. Mimi nataka niwafanyie ziara. Hapana bosi, huko ni kujisumbua tu. Hawajawahi kutushinda bwana. Ni mbinu zao tu za hila ndio maana wanatuponyoka tu. Vijana wa kitengo chetu cha Malibu wataweza tu kuadhibiti awamu hii. Anaongea Afande Himidu, na Hamza mara baada ya kufikiria aliona ni sahihi kabisa na inabidi tu amwamini. Hivyo hakutaka kuingilia sana. Yaani hakutaka kuingilia sana masuala ya ulinzi wa taifa na kushakata simu tu.
Vipi, ulikuwa unaongea na nani? Ni rafiki yangu tu jeshini ili atusaidie. Una rafiki jeshini? Ndio, mimi siwezi kuelezea sana. Lakini kama tukikutana naye nitakutambulisha. Ngoja tumpigie kwanza shangazi. Nimwambie upo salama maana na wasiwasi. Aliongea hivyo Hamza. Regina bado alikuwa hana taarifa juu ya bibi yake kufariki na hakutaka kumwambia katika mazingira licha ya Hamza kumpa kazi rafiki yake Himidu. Lakini bado safari ya kwenda hoteli ya Dalax aliendelea nayo. Alichokuwa kilenga Hamza mpaka kumwambia Mjeda kuweka kitengo chake katika kufuatilia ni kutokana na kwamba aliamini watu wa The Lona lazima watakuwa wengi na kuna sehemu wameweka kambi ya muda. Mara baada ya kuchukua taksi, hatimaye walikuja kusimamishwa ndani ya hoteli ya Dalax. Na kwa sababu sasa walikuwa na kadi tayari, walipita moja kwa moja na kuingia kwenye lifti ambayo iliwapeleka floor husika na kwenda kusimama katika mlango wa chumba namba 230. Hamza mara baada ya kupitisha kadi, mlango ulifunguka na mara baada ya kuingia ndani, waliweza kuona laptop ikiwa juu ya kimeza huku ikiwa sasa imegeuziwa upande wa mlangoni na kuna video ambayo ilikuwa ikionekana mubashara. Regina mara baada ya kuangalia kinachoonekana kwenye hiyo laptop, alijikuta akiziba mdomo na kiganja cha mkono wake, asiamini asiamini anayeonekana ni baba yake kwenye laptop hiyo. Mzee Wilson alionekana kufungwa akiwa amekalishwa kwenye kiti. Na nyuma yake kulikuwa kuna mtu ambaye alionekana ndio watu wale wa kundi la nafsi zinazotangatanga. Muonekano wa mtu huyo ulikuwa akikauzu na alionekana kuwa tayari kwa maagizo yote. Asa baba yake alionekana kuhitaji kuongea kitu lakini midomo yake ilikuwa imefungwa na plasta. Ase, hii ndio sababu ametuleta hapo hotelini kwa sababu hawataki tujue anaelekea wapi. Aliongea Hamza akionekana hana mshangao kabisa. Ukweli alijua kundi hilo lisingekaa hotelini tokea mwanzo na wanakuja kutana na kitu kama hicho. Upande wa Regi alichojua ni kufanya biashara na alijua kuja ndani ya hoteli hiyo anakuja kutana na baba yake. Regi akauliza Hamza, tunapaswa kufanya nini sasa kumsaidia baba? Ili kundi la ulimwengu wa giza la daraja B na kwa kiongozi wao kuchukua jukumu kuja kwa ajili ya hii mission. Maana yake ni kwamba ameongozana na wataalamu wa hali ya juu anaowaamini. Hebu fikiria namna ulivyotekwa na wakati huo baba yako akiwa ameshatekwa tayari. Lakini pia mpaka kukodi hiki chumba, kuweka hii laptop. Hii maana yake ni mission ambayo wamechukulia serious kuliko mission zote. Malengo yao ni kwa ajili ya wewe kuachia hisa za kampuni kwenda kwa kampuni ya Zena. Na kama ikitokea mpango wao kufeli, washatengeneza njia ya kukimbilia. Sasa kama unachotaka ni hela, mimi nipo tayari kuwapatia hata mara 3 ambao wameahidiwa. Haiwezekani. Ni kweli makundi kama haya yanajali mission zenye hela. Na wao pia wanapenda hela. Lakini ili waendelee kupata mission, lazima wajali taswira yao. Wamekwisha kupokea mission tayari. Hivyo hawawezi kuvunja mkataba hata kama waahidiwe kiasi kikubwa zaidi. Labda wakamilishe tu kazi na baada ya hapo mkataba uishe na ndio wewe watafute wafanye kinyume chake. Hii ndio sheria. Aliongea hivyo Hamza. Regina alijikuta akishindwa hata kujua cha kufanya katika mambo hayo, alijiona ni mjinga kabisa. Muda huu wakati sasa wakaendelea kuangalia kinachoendelea kwenye laptop, Lambda na wenzake walijitokeza kwenye kamera, yani mmoja baada ya mwingine. Sasa mzee Tui ama kwa jina lingine ni The Lona alisema kwamba Mr. Hamza pamoja na Regina tunaomba radhi sana kwa kuchelewa. Regina akasema unataka nini kutoka kwetu? Aliongea Regina kwa haraka. Ile laptop haikuwa ikionyesha tu kinachoendelea lakini pia ilikuwa ni njia ya mawasiliano. Kifupi ilikuwa ni video call. Mzee Tui alishia kugeuza kichwa chake pembeni na alionekana kujadiliana kitu na watu waliokuwa ndani ya eneo hilo, na kisha alimgeukia Regina akamwambia kwamba angalia pembeni ya laptop kuna nyaraka. Kama ukikubali na kuzisaini na sisi kuthibitisha hazina makosa na kampuni ya usafirishaji kuja kuzichukua, tutamuachia baba yako. Kumbuka huwezi kufanya hila yoyote maana tukigundua kosa kidogo tu ndio utakuwa mwisho wa uhai wa mzee Wilson. Regina alishia kuangalia nyaraka zilizokuwa pembeni na zilionekana kuwa ni kama zile tu ulizokuwa kimlazimisha azisaini. Regi akasema kwamba tawaamini vipi kama nikisaini mtamwachia baba yangu? Kama mnataka kusaini muacheni baba yangu kwanza.
na nikihakikisha upo salama, basi mimi nitasaini mkataba na mnaweza kuomba hata guarantee juu ya nilichokisema. Aliongea Regina na kumfanya mzee Tui kuanza kucheka. Mzee Tui akasema, Regina, huna vigezo vya kuweka masharti kwetu. Kama bado unajiona ni mgumu kutimiza, unaonaje sasa ukimuuliza baba yako kwanza tuone yeye anaongea nini? Aliongea huko akicheka na pale pale aliondoa plaster aliyomfunga mzee Wilson. Mzee akasema, Regina, usije kusaini. Tafadhali usisaini na usijali kuhusu mimi. Lamla akasema, wewe takataka, unaongea nini? Hebu kaa kimya. Aliongea Lamla kwa kufoka huku akimpiga kibao cha uso. Mzee Wilson akasema, Lamla, kwa nini unanifanyia haya yote? Hivi ni kipi nimekosea mpaka unaenda mbali hivi? Kuna ambacho nimefanya hakijakuridhisha mpaka unisaliti? Aliongea kwa hasira na masikitiko maskini. Lamla akasema, nadhani una shida kwenye ubongo wako. Kama sijawahi kukupenda kabisa, kwa nini uone nimekusaliti? Hebu fanya haraka bwana na muamrishe binti yako bwana saini haraka. Ai. Aliongea Lamla kwa ukali. Wilson akasema, Lamla, wewe ni mke wangu na sisi ni familia. Lamla akasema, we. Eti wewe ni mke wangu na sisi ni familia. Nani ni familia yako? Hivi nadhani ilikuwa ni hiari yangu kuolewa na wewe? Kama sio wazazi wangu kunilazimisha kuolewa na wewe, nisingekusogelea mwanaume kilaza kama wewe. Aliongea kwa kejeli na muda huo mzee Benjamin alimsogelea mzee Wilson akasema, Wilson, nimesikia kutoka kwa Lamla wewe ni mjinga mpaka kwenye 6 kwa 6. Kwa miaka 20 yote kama sio mimi, Lamla angekuwa mpweke sana. Aliongea kwa jeuri na kauli hiyo ilimfanya mzee Wilson macho kuwa mekundu kama yanavuja damu. Akauliza kwamba, kwa hiyo wewe ulikuwa ukilala na mke wangu? Aliuliza, lakini aliambulia kibao kutoka kwa Lamla. Lamla akasema, mpuuzi wewe, sina thamani. Mwanaume niliyetokea kumpenda kwenye maisha yangu ni Benja tu, na wewe uliingilia. Tena kwa muda mrefu sana nilitaka kukuambia hili. Mwanangu Frank sio damu yako. Sasa kwa taarifa yako, ulikuwa ukinitunza kwa ajili ya mwanaume mwenzio. Msikilizaji, kumbuka haya yanayoendelea wanatazama huku kwenye video ko. Yalikuwa ni maneno makali sana kuyasikia. Afistoshe alikuwa akimpenda Lamla licha madhaifu yake. Jamani, mambo ya ndoa. Yaani kwa kumpenda kote huko na changamoto na madhaifu alionayo hadi mtoto kambambikia. Na bado anaenda mbali zaidi kwamba 6 kwa 6 hawezi. Jamani, alishia kutoa macho kama vile amepigwa na radi mzee wa watu. Reji ambaye alisikia kila kitu na kuona, alijikuta akiweka mikono yake juu ya meza kwa kutokuamini maskini. Sasa mzee Wilson akasema, Lamla, acha ukichaa, Frank ni mtoto wangu. Hivi unaongea ujinga gani huo? Ajikuta akianza kubweka kwa hasira. Lakini Lamla alishia kuinua mguu wake na kisha kumpiga teke la tumboni. Tena mdao alikuwa amevaa viatu vyake vya skuna. Lamla akasema, unabweka nini sasa wewe mjinga? Hivi nadhani sijui baba wa mtoto wangu? Mimi ndio mwanamke, mimi ndio niliyebeba mimba. Ninajua baba wa mtoto ni nani. Yaani wewe ni mjinga sijapata kuona. Miaka yote 20 unashindwa hata kufikiria kupima DNA licha mtoto kutokufanana na wewe kiasi kikubwa. Aliongea huku akisonya kwa nguvu. Maskini. Sasa mzee Benjamin akasema kwamba Lamla, huna haja kuendelea kuwa na hasira kwa huyu mjinga bwana. Tutaacha kupoteza muda. Tusipoteze muda wetu hapa bwana kuongea na mjinga ambaye hata hawezi kukuelewa. Mzee Tui, hebu mpe kitu chochote akili mkae sawa. Aliongea mzee Benjamin hivyo. Sasa mkuu yule wa kundi bila kuchelewa aliwapa ishara vijana wake kuanza kazi. Na waliibuka na kisu na kumsogelea kisha wakamkata kwenye pingili ya kiganja cha mkono. Mzee Wilson ajikuta akitoa kelele maskini usio kuwa na mfano baada ya kuhisi kisu kimeingia mpaka kugusana na mfupa. Jasho jingi lilimtoka. Kitendo kile cha baba yake kupitia maumivu makali yalimshinda Reji kuendelea kuangalia maskini. Reji akasema, msiendelee kumuumiza, acheni kumtesa baba. Reji ajikuta akipiga makelele. Hapo hajapewa taarifa kwamba bibi kafariki. Hamza alishia kukunja ngumi kwa hasira kudadadeki. Yaani mke wake bado hajapewa taarifa bibi yake. Halafu bado baba anateswa. Gai. Gororo yeye, kama sio kwa ajili ya kumlinda Reji, angekuwa ashatoka hapo na kwenda kuua mmoja baada ya mwingine. Yaani unakufa unajijua umekufa, upo tayari mbinguni huko. Lakini kwa muda huo kitu pekee ambacho aliwekea tumaini ni kitengo cha Malibu kuwahi eneo la tukio na kutoa msaada. Si unajua tena alivyopiga simu alisema
Najua hapo unaweza kuona laumu kwamba kwa nini Hamza asiende kuokoa. Hii kesi ameiacha kwa kitengo cha Malibu. Ndio maana hatajataka kwenda. Sasa Lamla akasema kwamba wewe mtoto wa kahaba wewe umeona mimi na Frank hatuna mahusiano yote na familia yenu. Hivyo usije kudhani mimi siwezi kumuua baba yako ukiendelea kunipotezea muda mpumbavu wewe. Bibi yako hakuwahi kunichukulia kama mwanafamilia na nilichokifanya ni kuishi tu kwa kuivumilia kuifikia hii siku. Hatimaye baba yako yupo kwenye mikono yangu. Kama unataka aendelee kuwa hai, fanya haraka na sign hizo nyaraka. Anaongea Lamla. Mzee Wilson, matumaini yote yalikuwa yamemtoka. Alishia kutoa kilio kama mtoto maskini. Sasa Lamla kwa kejeli zake akasema, wewe mpuzi unalia nini? Mwanaume unashindwa kujikaza. Wewe mshenzi nini? Yaani na maumivu tu kidogo unaweza kulialia hapo. Sasa akasema mzee tu, hebu muongezee kidogo maumivu kumpa motisha binti yake asaini haraka. Akiendelea kuleta ubishi, kata nyama kidogo kidogo. Basi bwana mzee Tui alishia kuchezesha vidole kwa mbwembwe na vijana wake walisogelea mkono wa pili wa mzee Wilson na kupitishia kisu. Damu zilifyatuka pande zote na ndani ya dakika chache tu eneo lote linuka na kutapaka damu. Sasa tumaini letu wote hapa wasikilizaji tupo kwa Hamza. Hamza kwa namna ambavyo alimuona Reji akipatwa na wasiwasi, kwa sababu yani kama vile amebadilika. Hamza akashauriwa kwamba Regina, nadhani uharakishe kufanya maamuzi, la sivyo watamfanya kwa kilema. Regina alishia kuchukua kalamu kwa mikono yake huku akitetemeka maskini, kana kwamba alikuwa akijitahidi sana kufanya maamuzi. Nisikilize mama, hata kama ukisaini haimaanishi ndio mwisho. Tuna muda mwingi sana wa kutosha kufikiria namna ya kumwokoa baba yako, na hizi nyaraka zisiwafikie kwenye mikono yao. Aliongea Hamza kwa sauti ya chini mno. Sasa Regina akasema, nitasaini, msiendelee kumuumiza baba yangu. Aliongea Regina na kaulio sasa iliwafanya Lamla na James kushikwa na msisimko wa furaha. Basi akaambiwa, fanya haraka, acha mapepe. Waliamini ili mradi Regina kukubali kuachia kampuni kwenda kwao, watahakikisha mzee Wilson anaendelea kubakia kama mtumwa katika mikono yao na kuhakikisha kampuni ya Zena haifirisiki, na kipindi hicho watakodi mtaalamu wa hali ya juu ambaye ana uwezo wa kumuua Hamza. Lakini sasa sekunde ambayo Reji anataka kusaini, ghafla tu Wilson alibweka kama vile ni mnyama wa mwituni. Oya, sauti ilisikika, nitakuua wewe kahaba. Haikueleweka mzee huyo alikuwa amerudiwa na nguvu zake, lakini ilionekana majonzi yamefikia ukomo na kaamua kutumia nguvu zake zote na kusababisha hata kamba ambazo amefungwa miguuni kudadadeki zikakatika, kiti kikiwa bado kipo mgongoni, yani kama vile amerukwa na kile. Alimsogelea Lamla kwa nguvu akimdhamilia kumgonga nacho. Kipi kitaendelea? Je, baba yake Reji ni baba ambaye sio mtu wa kawaida ama? Maana sauti iliyosikika kwamba nitakuua we kahaba. Na hapo ni mara baada tu ya Regina kusema, kumbuka Regina amezuiliwa na baba yake kwamba usisaini na usijali kuhusu mimi mwanangu. Regina amekuja kutoa kauli ya kwamba nitasaini, msiendelee kumuumiza baba yangu. Baada ya hiyo kauli tu mzee kachachama, sauti kabadilika, yani amekuwa ni kama siji nini vile, na kisha akasema, nitakuua we kahaba. Sasa baada ya mzee Wilson kuchange namna hiyo, mpaka kamba alizofungwa zikakatika zenyewe, na akamsogelea Lamla, kipi kitakachoendelea? Je, kuna kitu ambacho mzee Wilson alikuwa anatuficha? Kumbuka bibi naye sio mtu wa kawaida, ukuta tu tayari naye alishamfanyaga mwanae ambaye ni Wilson mambo fulani hivi amazing. Si unajua tena mtoto wa nyoka ni nyoka Kwa hiyo tutakaporudi sehemu inayofuata tutajua mengi zaidi. Je, babake Reji naye ni moto akotea mbali ama itakuwaje? Na sasa amefahamu ya kwamba alikuwa anaishi na nyoka ndani ambaye ni Lamla. Afu mbaya zaidi amesingiziwa mtoto. Mbaya zaidi amedhalilishwa wanaume wake kwamba kwa miaka yote
hana la kufanya kwenye 6 kwa 6. Jamani wanawake, mtuonee huruma wanaume. Msianze kulinganisha Anyway, kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu tukutane sehemu inayofuata. Ila God be with you till we meet again. Sina neno jamani. Bye bye.